sisi, na tulipokee kwa furaha kwa imani hilo neno lenye kutuletea wokovu. Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo ni siku ya Jumamosi, juma la 5, kipindi cha kawaida mwaka A wa Kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha kwanza cha Wafalme sura ya 12 aya ya 26 hadi ya 32 na sura ya 13 aya ya 33 hadi aya ya 34. Na Injili kama ilivyoandikwa na mwinjili Marko sura ya 8 aya ya kwanza hadi ya 10. Karibu tusikilize Injili. Katika siku zile, kwa vile ulivyokuwa mkuu tena ule mkutano, nao wamekosa kitu cha kula, Yesu aliwaita wanafunzi wake akawaambia, nawahurumia mkutano, kwa sababu yapata siku 3 wamekaa nami, wala hawana kitu cha kula. Nami nikiwaaga waende zao nyumbani kwao, hali wanafunga, watazimia njiani, na baadhi yao wametoka mbali. Wanafunzi wake wakamjibu, je, ataweza wapi mtu kuwashibisha hawa mikate hapa nyikani? Akawauliza, mnayo mikate mingapi? Wakasema 7. Akawaagiza mkutano waketi chini, akaitwaa ile mikate 7, akashukuru, akaimega, akawapa wanafunzi wake wawaandikie. Wakawaandikia mkutano. Walikuwa na visamaki vichache, akavibariki akasema, wawaandikie na hivyo pia. Wakala, wakashiba, wakakusanya mabaki ya vipande vya mikate makanda 7. Na watu waliokula wapata 4,000. Akawaaga. Mara akapanda chomboni pamoja na wanafunzi wake, akaenda pande za Dalmanutha. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Ndugu mpendwa, karibu tuweze kutafakari sehemu ya maandiko matakatifu ambayo tumetoka kuyasikiliza hivi punde. Leo ninawaalika tuweze kutafakari ujumbe unaosema tuwe na huruma kama Yesu alivyo na huruma. Katika Injili ya siku hii ya leo tunamwona Yesu akiwa amesimama katikati ya umati wa watu waliokuwa wamekaa naye kwa takribani siku 3 bila kula chakula. Yesu anasema, nawahurumia watu hawa. Maneno haya ndugu zangu, yanagusa kabisa moyo wa Injili, ambayo ni huruma ya Mungu kwa mwanadamu. Hapa Yesu hakuona tu njaa ya miili yao, bali pia njaa ya roho zao. Alijua wazi kwamba mtu hawezi kusikiliza neno la Mungu akiwa amechoka na akiwa dhaifu. Hivyo alihitaji kufanya jambo kwa ajili yao, na hivyo anawalisha kundi hilo la watu kwa mikate na samaki. Ndugu wapendwa, kutokana na Injili hii tuliyotoka kuisikia, tunapata mafundisho matatu. Fundisho la kwanza, Mungu anajali mahitaji yetu yote. Yesu hakuona aibu hata kidogo kushughulika na jambo la kawaida, yaani chakula. Hili linatufundisha kwamba Mungu hajali tu sala zetu, bali anajua na anajali mahangaiko na matatizo yetu ya kila siku, kama vile kazi, familia, afya na njaa zetu. Kwani imani ya kweli haiwezi kutenganishwa na maisha halisi ya watu. Nasi basi twaweza kujiuliza, je, sisi pia tunajali njaa na matatizo ya watu wengine, ya kimwili au ya kiroho? Maana katika jamii zetu wapo watu wanaokabiliwa na matatizo hayo. Je, sisi tunachukua nafasi gani katika kuwahurumia na kuwahudumia? Fundisho la pili tunalolipata ni kwamba kidogo tulicho nacho kinaweza kuwa baraka kubwa. Ndugu mpendwa, wanafunzi waliona kuwa mikate ni michache na haiwezi kuwatosha watu wale 4,000. Ila Yesu aliona huo ni mwanzo wa miujiza. Ndugu wapendwa, mara nyingi huwa tunasema, sina pesa ya kuwasaidia, sina muda, sina uwezo. Lakini Yesu anachokitaka kutoka kwetu si wingi, ila Yesu anataka moyo wa kushiriki. Kwani kile kidogo kinachotolewa kwa upendo mikononi mwa Mungu kinakuwa kingi, kinaweza kuwafaa wenye uhitaji. Na fundisho la tatu tunalolipata,
shukrani hutangulia muujiza. Ndugu mpendwa, Yesu alishukuru kabla ya kugawa ile mikate. Tendo hili la Yesu linatufundisha mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza ni shukrani kabla ya kuona matokeo, na jambo la pili ni imani kabla ya kupata majibu. Ndugu yangu mpendwa, mtu anayeshukuru hata kwa jambo dogo analofanyiwa au kufanya, huwa anaona miujiza ambayo watu wengine hawaioni. Huenda katika parokia yenye nguvu. Ndugu yangu, hebu tuweze kutafakari. Parokia yenye nguvu, au tunasema yenye ushawishi, si ile yenye watu wengi au watu wenye mali nyingi, bali parokia ambayo tunasema ina nguvu ni ile parokia yenye watu wenye mioyo ya huruma na mshikamano, au jumuiya au jamii yenye nguvu, sio ile tu ya watu matajiri, bali wenye mioyo ya watu, bali ni jumuiya au jamii ya watu wanaoweza kushirikiana, kuhurumiana na kuweza kutiana moyo pale ambako wanapitia changamoto. Ndugu yangu, pale tunaposhirikiana kuwasaidia maskini, kuwatembelea wagonjwa, kuwafundisha watoto, kuwatia moyo waliokata tamaa na kuwa sehemu ya muujiza wa Yesu kama ule aliyoutenda siku hii ya leo. Labda niwasimulie hadithi fupi ya kijana mmoja. Kulikuwa kuna kijana mmoja ambaye alikuwa hali yake si nzuri sana kiuchumi. Kijana huyu alikuwa ni maskini. Alikuwa akienda kusali kanisani kila Jumapili. Hakuwa na pesa nyingi, na siku hiyo alikuwa amekosa kabisa hata hela ya sadaka. Hivyo aliona aibu kwenda kanisani kwenda kusali. Siku moja aliamua kutokwenda kabisa kanisani kwa sababu hakuwa na sadaka. Lakini padre alimfuata na kumuuliza yule kijana, "Kwa nini siku hizi hauonekani tena kanisani?" Kijana akamjibu, "Sina kitu cha kutoa kwa Mungu." Padre akampeleka kijana yule hospitalini, wakamtembelee mgonjwa. Kijana alikaa karibu na yule mgonjwa, akamshika mkono, akamsikiliza na kumfariji. Mgonjwa akalia kwa furaha kubwa, akasema, "Leo Mungu amenitembelea." Padre akamwambia yule kijana, "Umeona, ulichokitoa leo hakikuwa pesa, umetoa moyo." Tangu siku hiyo kijana alielewa, Yesu huzidisha kile tunachotoa kwa upendo. Ndugu zangu wapendwa, kutokana na mfano huu uweze kutujalia mimi na wewe moyo wa kuweza kutoa kile tulicho nacho, tena kutoa kwa upendo mkubwa. Leo pia Mama Kanisa anaadhimisha kumbukumbu ya watakatifu Sirili na Metodi. Watakatifu Sirili na Metodi wao pia waliona njaa ya watu wa Slovania ambao huko walikokuwa wakifanya utume. Si njaa ya mikate kama tulivyosikia kwenye Injili, bali njaa ya neno la Mungu. Watakatifu hawa wawili walifanya mambo makubwa matatu kama Yesu. Jambo la kwanza, waliwahurumia watu waliokuwa hawawezi kuelewa Injili kwa lugha ya kigeni. Hivyo waliweza kutafsiri Injili kwa lugha ya Kislovania, lugha ya asili kabisa. Lakini jambo la pili, watakatifu hawa wawili walitoa kile walichoweza kuwa nacho, kwani walitumia elimu yao kubwa kuweza kuunda alfabeti. Waliweza kutafsiri Biblia kwa lugha ya Kislovania ili watu waweze kumjua Mungu na kuelewa kirahisi. Lakini jambo la tatu watakatifu hawa waliweza kulifanya, walishiriki Injili kwa matendo, kwani wao hawakuhubiri tu, bali waliishi pamoja na watu wa Slovania. Katika ugumu wao wa kuweza kumtambua Mungu, wao waliweza kuwa sehemu ya maisha yao. Waliweza kuhubiri kwa matendo na watu wengi walimgeukia Mungu. Kama Yesu alivyozidisha mikate, Mungu alizidisha kazi ya watakatifu Sirili na Metodi. Leo mataifa mengi bado yanaendelea kufaidika kwa huduma yao. Ndugu yangu mpendwa, Yesu bado anasema nasi leo, nawahurumia watu hawa. Hebu tujiulize basi, je, sisi kama waamini, kama Wakristo, tunakuwa mikate mikononi mwa Yesu? Je, tunamruhusu Mungu atutumie kulisha njaa ya dunia? Ndugu yangu, kidogo tulicho nacho mimi na wewe, tukikiongeza na imani, tukikiongeza na huruma, tunachokipata ni muujiza wa Mungu katika jamii au jumuiya tunayoishi. Leo tuwaombe watakatifu Methodi na Sirili. Leo tuwaombe watakatifu Metodi na Sirili watuombee kwa Mungu, atujalie neema ya kuona njaa
na mahangaiko ya watu wengine. Pia Mungu Roho Mtakatifu afungue mioyo yetu ili tuweze kuwasaidia wengine kwa kile kidogo tulichojaliwa, kwani kwa kuwasaidia wahitaji tunaugusa moyo. Ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya siku hii ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateli Anthony Eponda wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Neno la Bwana Yesu Kristo ni njia ya wokovu wetu, kwa hiyo inatupasa tulipokee. Neno la Bwana limekuja kwetu sisi.